kuongozwa na Roho Mtakatifu, siku ya 6. Familia ya Mungu, karibuni katika mfululizo wa maandalizi ya Pentekoste, na kwa namna ya kipekee tunajiandaa katika tukio la kupokea ile nguvu ama kumiminiwa Roho wa Mungu ndani yetu. Na leo siku ya 6 tunaangalia matokeo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, na kwa sababu tunatakiwa tuongozwe naye katika maisha na katika yote tunayoyafanya. Tuanze kwa kuulizana swali. Unajuaje ya kuwa huyu mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu? Ni vitu gani vitakavyokuonyesha ama vigezo gani? Kuna vitu ambavyo ni muhimu sana, matokeo katika maisha yetu, na katika kuishi huko kuna kuwezesha wewe kujua kabisa ninaongozwa na Roho Mtakatifu ama la, na kama siongozwi naye ni vitu gani vinavyoniongoza katika safari hii ya maisha. Neno letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 16 hadi ya 22. Linatupa aina mbili za watu, makundi mawili ya watu wanaoenenda kwa Roho na wanaoongozwa na Roho, na vitu vya namna hiyo. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 16, neno linasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa kawaida tuliumbwa tuongozwe na Mungu. Ndio maana tulisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Tuliumbwa tuongozwe na Mungu, na ikitokea hatuongozwi na Roho, basi binadamu anaitwa mtu wa mwilini, anaongozwa purely na hisia zake mwenyewe, lakini lengo na kusudi kubwa tuongozwe na Roho wa Mungu. Anasema mstari wa 17, kwa sababu hiyo mwili hutamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi mbili hupingana, wala kamwe hamwezi kufanya mnayoyataka. Ni pande mbili zinazopingana kati ya Roho na kati ya mwili. Kama tunaongozwa na Roho, tuna mtazamo tofauti wa kimungu. Kama tunaongozwa na mwili, tulisoma jana kwenye waraka wa Yohani sura ya 1, waraka wa 1 wa Yohani sura ya 2 aya 15 hadi ya 17. Mnalikumbuka lile neno Yohani akisema, msipende dunia wala yaliyoko katika dunia, maana mkipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yenu. Na akaeleza hayo mambo, akaeleza kuna tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Akasema hivi havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na akasema anayetenda mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Dunia na tamaa zake zinapita. Haya yanayoonekana ya mwili ni almost yana mwili, yana tamaa za macho na yana kiburi cha uzima, hayatokani na Baba. Na kwa sababu hiyo ni muhimu uone unaongozwa na yapi katika haya. Mstari wa 18, lakini mkiongozwa na Roho, na ndicho kichwa chetu cha habari, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kama dereva anavyoliongoza gari na kulipeleka eneo, anasema lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Haya ni matendo aidha yanayotokana na tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Katika haya lazima uyaangalie. Tunapotawaliwa na Roho tunakuwa chini ya utawala wa Mungu, na lengo la Pentekoste ni sisi kama kanisa
tupewe hiyo zawadi ya Mungu ambaye ni Roho wake anayetuongoza. Mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, yameelezwa kadha wa kadha, uyaangalie. Katika haya una mangapi? La kwanza uasherati, la pili uchafu, la tatu ufisadi, la nne ibada ya sanamu, la tano uchawi, la sita uadui, la saba ugomvi, la nane wivu, la tisa hasira, la 10 fitina, la 11 faraka, la 12 uzushi, la 13 usuda, la 14 ulevi, la 15 ulafi, na mwisho la 16 na mambo yanayofanana kama hayo. Unaweza ukajichunguza, nini kinachokuongoza? Ni matokeo ya kuongozwa. Anasema na mambo yanayofanana kama hayo, maana katika hayo, kama nilivyokuambia, watu wanaofanya mambo kama hayo hawatakaa waurithi ufalme wa mbinguni. Kumbuka wote, lengo letu la Yesu kufa, kufufuka na kutupa Roho Mtakatifu ni maandalizi ya maisha ya hapa na maisha ya ujio wa pili wa Kristo. Kwa hiyo Mtume Paulo anatutahadharisha, nani anayetuongoza? Ni Mungu ama ni wewe? Kuna watu wanajiongoza wao wenyewe, hawamuhitaji Mungu. Ni hatari sana. Lazima uangalie, je, ni haya ya mwili yanakutawala? Sio tu haya 16, kuna mengi zaidi ya hapa. Ndio maana Paulo anayosema na mambo yanayofanana na hayo. Kama nilivyokwisha kuambia, wanayoyatenda mambo ya namna hiyo hawatakaa waurithi ufalme wa mbinguni. Kuna mambo ya kutokusamehe, chuki na mengi yanayofanana kama hayo. Hayo ni part katika yale. Je, ni yapi yanakuongoza? Upande mmoja. Upande wa pili ni aya ya 22. Anasema, lakini tunda la Roho ni haya. Ni matokeo ya kuongozwa na Roho. Ukitaka kujua huyo mtu anaongozwa na Roho anakuwaje, kwa sababu kujazwa Roho, kupewa hii neema, ndio haya matokeo ya kuongozwa naye. Angalia kama unayo, aidha upande wa huku ama wa huku. Yapo mambo kadha wa kadha yaliyoelezwa hapa. Mstari wa 22, lakini tunda la Roho. Tunda manake ni matokeo, matokeo ya kuongozwa na Roho. La kwanza ni upendo. Tutakuja kuliangalia kule kwenye karama tutakapoanza siku ya 7 ya kesho. Tutaanza na kipengele cha karama. La kwanza ni upendo. Akuongelea upendo, love, ule upendo wa Mungu ndani yako. La kwanza, kama unaongozwa utapenda. Ni ngumu pia kuwachukia watu. Ndio maana Yesu alipenda hata pale msalabani, Baba uwasamehe hawajui watendalo. Ni kwa sababu ya huyo Roho. Wakati Stefano anapigwa mawe na anakufa, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya 55, Stefano akijaa Roho akasema, nimeona mbingu zimefunguka, na akasema nimemwona mwana wa Mungu amekaa mkono wa kuume wa Baba, mwana wa Adamu. Na wakati wamempiga kwa mawe akasema, Bwana Yesu, usiwahesabie dhambi hii. Ni nini kilifanya hivyo? Wakati wanamuua, upendo, the love, upendo wa Mungu. La kwanza upendo. La pili furaha, furaha ya Roho Mtakatifu. Sio furaha kwa sababu ya chochote, ni matokeo ya kuongozwa na Roho. Isaya sura ya 11, Isaya sura ya 11 aya ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwenye aya ya tatu anasema, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, kumcha Mungu. Furaha. Hivi mtu akikuuliza furaha ya kwako ni nini? Furaha ya kwako ni vitu, fedha? Furaha ya kwako ni mafanikio? Lazima tupite hayo yote. Ndio maana tunazungumzia matokeo ya kuongozwa na Roho.
Hata kama unapita mahali pagumu, mambo hayaendi, unaweza ukawa na hii. Kumbuka hii, this is something divine kutoka Mungu. Furaha ya Mungu ndani, upendo, furaha, amani. Na hii ni amani ya Mungu ipitayo fahamu zote, amani na watu wote. Kitabu cha Waebrania neno linasema muwe na amani na watu wote, maana hapana mtu yoyote asiyekuwa na utakatifu hataweza kumwona Mungu. Swali langu, una hii amani? La tatu ni amani. La nne, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna hukumu. La kwanza upendo, la pili furaha, la tatu amani, la nne uvumilivu, la tano utu wema, la sita fadhili, la saba uaminifu, la nane upole, la tisa kiasi. Matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Kama una haya ndani yako, ni udhahiri mkubwa kwamba unaongozwa naye. Maisha yako hivyo, yana upendo, yana furaha, yana amani, yana uvumilivu, yana utu wema, yana fadhili, yana uaminifu. Watu kuwa waaminifu. Kuna watu ambao sio waaminifu kabisa kwenye maisha. Ni mwizi, ni mdokozi, hana utu wema, utu umekwisha. Upole, kiasi. Una roho ya upole, ama ni ile mafarakano unajua ya hasira na vitu vya namna hiyo. Una kiasi katika mambo yote, matokeo ya kuongozwa na Roho. Na anasema katika mambo hayo hakuna sheria. Ni kwa namna hii unaweza ukajua kwamba huyo mtu kweli anaongozwa na Roho Mtakatifu ama anaongozwa na Roho wa Mungu ama la. Matokeo ya kuongozwa, tukumbuke hata Yesu aliongozwa. Tulisoma kwenye Luka sura ya 4 aya ya kwanza, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alitoka Yordan kwenda nyikani, akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Yesu alijazwa na Yesu aliongozwa. Kwa hiyo tunapomhitaji huyo Roho atuongoze kwenye hatua zake, atuongoze kwenye makusudi yake. Ndio maana tulisoma jana kwenye Injili ya Yohani sura ya 16 kuanzia aya 7 hadi ya 14, atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote na atawatia kwenye kweli yote. Atatuongoza kwenye mapenzi ya Mungu. Ni nini mapenzi ya Mungu? Ni nini kinachompendeza Mungu? Naomba nirudi kwenye swali la msingi. Ni nini kinakuongoza wewe? What really guides you? Unapoamka mpaka unapolala, unaona huyo Roho akisema na wewe, akikuongoza, akisema kwenye dhamiri yako, hiki usifanye, huku usiende. Na matokeo ya maisha yako yakoje? Huwezi danganya, you can't fake that. Kama kweli unaongozwa naye, utajua matokeo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kasirika ovyo, huwezi weka uchungu na kinyongo ndani yako, huwezi kuwabeba watu. Ni matokeo ya kuto kuongozwa naye. Kwa nini? Kwa sababu Roho hata kuruhusu hivyo vitu viweke, hata kuruhusu. Usiseme mimi ni binadamu. Ni kweli wewe ni binadamu, hatujasema wewe ni jiwe. Una damu, una nyama, tuna udhaifu, lakini yeye ndiye anayekuja as a perfecter, mwanzilishi na mkamilishaji. Kumbuka ni fellowship, ushirika wa Roho Mtakatifu. Manake tuishi naye na ushirika. Roho Mtakatifu akija kwako, anakuja kama Bwana na mleta uzima. Bwana na mleta uzima. Kwa lazima tuongoze na tukubali kuwa submitted chini ya utawala wake. Ni kuombe, tunahitaji hiyo guideline ya Roho. Je, Roho Mtakatifu anakuongoza ama ni akili yako, uzoefu wako, experience yako? Tunatamani Pentekoste ya 2026 ilete mabadiliko. Ufike mahali pa kusema, Bwana, ninahitaji Roho wako Mtakatifu aniongoze katika safari, katika maisha yangu.
You need to be guided. Tuongozwe na Roho Mtakatifu kwenye safari hii ya maisha. Roho atuongoze, Roho atupiganie. Tunamhitaji kwenye biashara na kwenye shughuli, ama uzoefu na experience yako imetosha. Kwenye kusali unamwambia Roho, niongoze. Swala nimesema la kuongoza is so vital. Kama ninaongozwa na Roho Mtakatifu, siwezi kuwa na kiburi, siwezi kunyoshia mwingine vidole, siwezi kuwahukumu watu vibaya. Tuna watu namna hiyo na wako kwenye vikundi hata kanisani, na kuwadharau wengine. Ni ngumu kumdharau mtu just kwa sababu amekupa hiyo karama. Tuwaombe tena, ni wakati wa Pentekoste, ni wakati wa kumtafuta Roho wa Mungu. Ndiye asili yetu, ndiye atakaye kuonyesha vitu ulivyokarimiwa na Mungu, ndiye anayejua vitu vya siri ya Mungu. Na Paulo akasema kwa Waefeso sura ya 1 aya 17 na 18, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatue nuru, mlijue tumaini la mwito wenu na ubora wa ukuu wa uweza wake utendao kazi ndani yetu. Kwa nini aliomba tupewe backup ya roho ya hekima na ufunuo? Ili tujue kila kitu Mungu alichotupa, alichokuwekea duniani na kwenye maisha yako. Nafasi ya Roho Mtakatifu ya kuongozwa naye ni muhimu sana, hatuwezi kuiweka pembeni. Kama Wakristo na kama watoto wa Mungu ni lazima tuongozwe naye, na ndio maana Yesu aliwaambia mitume, msitoke Yerusalemu mpaka mpokee nguvu kutoka juu, uweza wa Mungu wa kutusaidia katika shughuli na katika mambo madogo ya kawaida na makubwa ya safari ya mwanadamu hapa duniani. Tunamhitaji Roho atupiganie, atuongoze kadiri ya kusudi lake Mungu. Tafakari sana, pata muda wa kusali, pata muda wa kukaa magotini kwa Mungu. Mtafute Mungu. Mungu, nijaze na Roho wako. Nimechoka mimi kujiongoza peke yangu na mawazo yangu. Ninahitaji maongozi kutoka kwako ili nijue kile ambacho Mungu uliniandalia kabla ya misingi ya ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo.